tuna aina 4 za madiwani. Sawa eh? Tuna aina ngapi? 4 za madiwani. Tuna diwani wa kata wa kuchaguliwa, ndio. Tuna diwani wa viti maalum. Tuna diwani wa kuteuliwa na waziri mwenye dhamana na TAMISEMI. Alafu kuna mheshimiwa mbunge akija huku kwetu diwani. Kwa hiyo tuna aina 4 ya madiwani. Sawa eh? Na sisi kwa Dodoma tuna mfano wa karibu aliyokuwa mstahiki meya ambao sasa akurudi tena ni diwani aliyoteuliwa na waziri kisha akawa mstahiki meya wa jiji la Dodoma. Sisi oye. Diwani ni nani? Kisikia mtu anasema diwani ni nani? Nataka mkono mwingine huku kulia kwangu. Hapa mbele ni madiwani. Hapo mbele ni madiwani. Namba 1, diwani ni nani? Sisi oye. Oye. Diwani ni mwakilishi wa wananchi na msimamizi wa maendeleo kwenye kata. Mwingine diwani ni nani? Mwingine saidia kama diwani. Diwani ni mwakilishi wa eneo lake aliyochaguliwa na wananchi, lakini pia ni msimamizi katika ngazi ya serikali. Asante. Kwa miongozo yetu tunampa diwani nafasi kama 2-3. Nafasi ya kwanza tunasema diwani ni kiongozi. Nafasi ya pili diwani mwakilishi. Ndio. Nafasi ya 3 amepewa dhamana ya kuwa mwenyekiti wa wadisi pale. Ndio. Kwa tunaanza na diwani kama kiongozi. Diwani kama kiongozi. Kiongozi ni mtu gani? Kiongozi ni nani? Kisikia mtu anasema kiongozi. Kiongozi ni nani? Tunafanya darasa kwa shirikishi kidogo ili watu wasisinzie. Kiongozi ni nani? Dada hapa. Kaka, niombe mniangalie mimi msina haitawasaidia mpima. Kiongozi mtakuuliza. Hapa mstari huu 1, 2, 3 hii mama kwa mama. Kiongozi nani? Huyu mama wewe kuuliza na andika kitu. Hapo Mama nisaidie kidogo. Ukisikia mtu anaitwa kiongozi, kiongozi ni nani? Kiongozi ni mtu anayeongoza wananchi. Sawa. Ndugu zangu, tukisema kiongozi tafsiri yake tunasema ni mtu yoyote, wananchi au mwanachama wa CCM yoyote aliyopewa dhamana, ima kwa kuteuliwa, ima kwa kuchaguliwa. Huyu tunasema ni kiongozi wetu. Na ndio maana mwanzo nimesema diwani anapata sifa ya kuwa kiongozi kwa sababu katika watu wa aina mbili. Amepata nafasi ya kuchaguliwa na wenzie. Sasa hapa kama kiongozi naomba niwakumbushe jambo moja. Niwakumbushe jambo ambalo ni muhimu sana. Kweli. Kiwa kama kiongozi. Mzee wangu hapa ni diwani, si ndio? Wakati unagombea mlikuwa watu wangapi? Mlikuwa watu wangapi? Kiongozi yoyote yule ukipewa dhamana una swali moja unajiuliza. Kwa nini wewe? Huyu amegombea na watu 8. Leo yeye ndio diwani, si ndio? Kwa nini unadhani ni yeye? Unadhani kwa nini wewe? Una akili sana? Una pesa sana? Una uwezo sana? Utatambua kwamba chama chako kimekupa heshima. Wana CCM wenzio wamekupa heshima yao kwa kiongozi wao. Irudishe heshima hiyo. CCM oye. Irudishe heshima hiyo kwa watu waliokupa dhamana ya kiongozi. Kwa kutekeleza wajibu wako na majukumu. Kwa sababu wamekuamini kwa kukupa nafasi. Naomba ukae chini. Hili swali aliuliza kila mtu aliyepewa dhamana ya uongozi. Hata ukiteuliwa, utajiuliza kwa Watanzania milioni 64 kwa nini niteuliwa mimi? Kwa wana CCM milioni 13 kwa nini niteuliwa mimi? Mimi ndo naakili zaidi kuliko wenzangu wote hapana.
utaona tu chama kimekupa heshima. Leo hii tunapata shida ya migogoro mingi sana kwa sababu watu hawajui nafasi zao. Ni chama chetu kwa serikali. Hawajui nafasi walizopewa. Hawajui wamekabidhiwa dhamana na chama chao. Hawajui wamekabidhiwa dhamana na wanachama wenzao, ili wakatekeleze wajibu wa kuleta maendeleo kwenye kata zao. Sisi tunaelewana maskini? Tunaelewana? Ndio. Haya. Wajibu wa diwani, kwanza tunataka kuzungumza kwa chama chake. Na hii complete ambayo kwa madiwani wengi wa chama hamjasikia. Mmesikia wajibu kwa maana ya kwa ujumla wake. Na tunazungumza wajibu wa diwani kwa mujibu wa miongozo ya chama chetu. Kupitia kanuni za uteuzi wa wagombea ndani ya dola, mtaona upi ni wajibu wa diwani. Moja katika wajibu wa diwani kama kiongozi, moja ni kutoa taarifa ya utekelezaji wa ilani kwenye vikao vya chama. Huu ni wajibu umezoeleka sana kwa diwani, kwamba kuna muda wa kutoa taarifa za utekelezaji wa ilani kwenye chama kwa maana ya mahusiano yako chama. Lakini pili, kushiriki kwenye vikao vyote vya chama ambao yeye ni mjumbe halali wa vikao hivi. Hapa naomba tukumshane kidogo. Madiwani wengi ukiwaita kwenye vikao vya chama sasa hivi wengi hawafiki. Wana dharura. Vikao vya chama peke yake ndio diwani ana dharura. Vikao vya halmashauri diwani hana dharura. Kwa sababu vikao vya chama vina posho, vikao vya halmashauri vina posho. Kwa hiyo dharura ni nyingi kwenye vikao vya chama. Tunawakumbusheni madiwani, miongoni mwa sifa yenu ya nyinyi kupewa dhamana ya kuwa madiwani ni kwa sababu mnatokana na chama hiki. Tuna experience karibuni ya nchi nzima, wako madiwani wengi hawahudhurii vikao vya chama. Vikao hivi ambavyo kwa mujibu wa katiba wewe ni mjumbe halali umewekwa kwenye vikao hivi. Kama huna dharura ya maana sana, tafadhali tunaomba mshiriki kwenye vikao hivi. Sasa pia wewe ni sehemu ya kutuambia hali yetu ikoje, hali ya kata ikoje, kuna changamoto gani, kuna mafanikio gani, na wewe upewe dhamana kwenda kusimamia kata hii. Kwa huu ni wajibu wa kushiriki vikao vyote vya chama ambavyo wewe ni mjumbe halali. Lakini wajibu mwingine ni kusaidia chama chake kwa namna yoyote ili kwamba chama hiki kishike nafanya vizuri. Kiutendaji, kisaidie chama chako. Kama unaweza kufanya uwezeshaji, wezesha chama chako kama una uwezo nao. Lakini jambo lingine ni kuwatembelea mara kwa mara wananchi wao. Ndugu zangu madiwani, haya mambo tunayakumbusha yako kwa mujibu ya kanuni zetu. Mnapewa dhamana ya kutembelea mara kwa mara wananchi wa eneo lenu. Ni aibu sana. Ni aibu sana. Diwani huko kwenye kata, miradi ya maendeleo inatengenezwa, kuna kero za wananchi. Diwani hujaweza kupata nafasi ya kusikia kero za wananchi. Anakuja katibu wa wilaya au mwenyekiti wa wilaya, ndio watu wanaanza kusema kero zao. Diwani yupo. Wakati mwingine ni kero ambayo anaweza kutatua diwani au mtendaji wake wa kata akimwelekeza, lakini diwani alipata nafasi ya kufanya. Ili mitambo kwa mujibu wa kanuni zetu za uteuzi wa wagombea ndani ya vyombo vya dola. Tunamtaka diwani mara kwa mara atembee kwenye kata, afanye ziara kwenye kata kwa maana kwenye vijiji vyake ili kujua changamoto zinazowakabili wananchi kwenye maeneo yake. Atusaidie kutafuta ufumbuzi wa changamoto hizo. Jambo lingine, tunamtaka diwani awe karibu na kushiriki vizuri kwenye vyombo vyote vya serikali. Hapa tunasema mwishoni pale kwenye mahusiano pia. Changamoto ya baadhi ya madiwani mahusiano yenu na baadhi ya vyombo vingine vya serikali sio ya kuridhisha sana. Tutakumbusha kule mbele. Lakini jambo lingine, tunamhitaji diwani ambaye anaweza kujishughulisha kwa vitendo kwenye eneo lake, kutatua matatizo yake kwa vitendo kwenye eneo lake analoongoza. Sasa hii tumeuzoea
kutunza wajibu wake diwani kwa mujibu wa miongozo ya chama. Huu wajibu anautumia kama kiongozi wetu ndani ya kata, kama chama kimempa dhamana. Sasa niombe kidogo niwapitishe hapa kwenye sifa chache tu ambazo nataka kuziunganisha na wajibu wenu na wajibu wenu. Kwenye katiba ya chama na baadhi ya viongozi wa chama inaeleza baadhi ya sifa za viongozi wazuri ambao wanaweza kufikia haya tuliyoyasema. Miongoni mwa sifa tumesema tunahitaji diwani awe mtu aliyetosheka na asiyotawaliwa na tamaa. Kwenye katiba yetu, kwenye sifa ya kwanza kabisa ya kiongozi yote yule kwamba lazima awe mtu aliyetosheka, asiyotawaliwa na tamaa. Ndio maana kwenye miongozo yetu ya chama inasema uongozi ni kazi. Kwa sababu uongozi si kazi, hapo zipo kazi za uongozi. Kiswahili kinachanganyia kingine kwa viongozi. Kwa nini? Tunatamani kuwa na aina ya kiongozi ambao muda wote na ana majukumu binafsi, anafanya kazi binafsi zitakazosaidia kwenye kutekeleza majukumu haya ya kuvolontia, ya kujitolea kwenye chama chetu. Ndio maana tunaona kuna maneno mengi kwenye CCM, kazi ni kipimo cha utu. Haijawahi kubadilika. Kazi na utu. Hapa kazi tu. Yote walimu walikuwa wanafundisha kazi ni kipimo cha utu. Sawa? Kwa sababu tunajua mtu akifanya kazi hawezi kutudhalilisha. Hawezi kuwa ni mwepesi kuyumba. Kwa hiyo tunataka mtu ambaye aliyetosheka, asiyokuwa na tamaa. Miongoni mwa vitu vinavyotuchanganya sasa ni watu kuwa na tamaa. Hata mabaraza ya madiwani yakifanya maamuzi, unafanya maamuzi unakubaliana. Ukienda kwenye utekelezaji utaona baadhi ya madiwani wawili watatu wameitwa pembeni, wanapigwa kidogo hapa bahasha, wametulia. Maamuzi yamekwisha. Hajatekelezwa, jambo limetolewa. Wenzetu wengine wameitwa pembeni, wamepewa bahasha, wamekwisha. Baraza linaonekana lina maana. Mambo yanafanya hilo na ndugu zetu ambao walipewa dhamana na chama chetu. Ni aibu sana. Lakini sifa nyingine, tunatamani sana kuwa na aina ya viongozi ambao wanashirikisha watu wanaoongoza. Shirikisheni watu mnaoongoza madiwani. Kupewa dhamana ya kuwa diwani haimaanishi wewe una akili sana. Isipokuwa watu wameamua kuwa kiongozi wao. Washirikishe kwenye maslahi ya kata yako, kwenye maslahi ya kimaendeleo, washirikishe kama kiongozi. Siku moja kuna mkoa mmoja niliwahi kwenda, wakati tunafundisha, watu wa Plan International walipita kwenye mkoa, kwenye wilaya moja. Watu walikuwa wanatakiwa kutaka kujisaidia, wajisaidia kwenye vichaka. Wanatumia majembe na kujisaidia kwenye vichaka. Plan International walipoona ile tabia wakawa hawakuridhishwa. Lakini kitendo watu kujisaidia kwenye vichaka. Plani wakaja na mpango. Wakaja na mpango kabambe. Wakajenga vyoo vya kisasa kwenye kila kaya. Kama kaya 300 wakasema tunafanya pilot kwenye kaya 300. Tunajenga vyoo vya kisasa. Vyoo vya tairi vya milango ya kisasa ya kitasa na masinki ya choo safi. Wamemaliza wakafanya sherehe kubwa sana, wamekabidhi hivyo vyoo. Baada ya kukabidhi watu wakaenda. Plani wakaenda wakaachia watu na vyoo vyao. Baada ya shangwe kubwa, ilipopita miezi mitatu, karudi tena kwenye maeneo ya kufanya tathmini, je, vyoo vinatumika au havitumiki, au shida ya watu kweli ilikuwa ndio au la. Wakati unakwenda unafungua choo cha kwanza, tukaona mtu amehifadhi gunia la mahindi, ilikuwa store. Kaenda choo cha pili, tukakuta mtu mwingine kaweka miogo yake imekaushwa huko imewekwa. Vyoo vilitumika, vyote vilikuwa kama store. Tukauliza kwa nini? Anasema tatizo letu sio vyoo, tatizo letu maji. Sisi hapa hatuna maji. Ni mleta vyoo. Vyoo sio tatizo letu. Wangeshirikishwa mwanzo kuulizwa ipi changamoto kubwa yenu, mnadhani wangesema nini? Wangesema maji. Kipewa dhamana ya uongozi, shirikisha watu.
Kushirikisha sio udhalili. Kushirikisha ni kujiimarisha katika uongozi. Changamoto ya watu wengine wanadhani kwamba anajua kila kitu, hawezi kusaidia, hawezi kushirikisha watu, hata wasaidizi wake. Kwa hiyo sifa ya pili tunahitaji kupata watu ambao wanashirikiana. Ya tatu, kiongozi mzuri lazima awe na vision, una maono, tusaidie kuangalia mbali. Waliokupa dhamana wanadhani wanajua kwamba kwa jinsi ulivyo, kwa maono yako na mtazamo unaweza kuwafikisha mbali. Ndio maana mkupa dhamana ya uongozi. Tunatamani kuwa na aina ya viongozi wa maono. Mimi wakati nafundisha fursa hii madiwani, siku moja nimeenda wilaya moja. Wakati nafundisha ndani pale pana diwani mmoja mstaafu kwa miaka 20 amestaafu. Akainuka mtu mmoja anasema, sasa hivi tuna changamoto ya madiwani. Sisi hapa kwetu hatuna diwani. Wakati diwani yuko, anasema hapa kwetu hatuna diwani. Sasa nikamuuliza mzee, unasemaje hauna diwani wakati diwani yupo? Sema hamna. Sisi tuko na diwani, pamoja na mzee sana. Alikaa temu moja miaka 5 tu, lakini alitatua changamoto zetu kwenye kata hii. Huyu bwana na miaka 10 hajaweza kutatua changamoto moja. Yule na miaka 5 alibaki changamoto nyingi kwenye kata hii. Ninajua ukiomba dhamana ya uongozi tafsiri yake ni umeona kuna weakness fulani kwa mwenzio, labda ameshindwa kufanya vizuri kwenye hiki. Unatamani wewe upewe dhamana ili uweze kutatua zile changamoto za watu. Ndio maana umeenda kugombea. Sasa ukiwa unaenda kugombea, kuna wewe unagombea tu kwa kiongozi kwa wakati mgumu sana. Ndio leo kuna watu wanakaa miaka 10, miaka 20 kwenye uongozi, lakini hana legacy kwenye eneo lake la uongozi. Ni alifu kama hakupita kiongozi. Hakuwa na maono. Sifa nyingine ya kiongozi, lazima uwe jasiri. Simamia msimamo. Ukiona miongozo, sisi kwetu tunasema miongozo yetu ya chama lazima isimamiwe. Tunahitaji mtu ambaye anaweza kufanya uamuzi kwa ujasiri. Na sisi tunapata mafundisho mengi sana kwa chama. Wakati mwingine usipokuwa jasiri huwezi kufanikiwa kufanya shughuli za uongozi. Unaongoza watu wa aina mbalimbali. Ujasiri ni sehemu ya kipimo cha kiongozi yote madhubuti. Lakini sifa nyingine, lazima tuwe kiongozi ana uwezo kufanya maamuzi. Usipofanya maamuzi unaumiza watu wengi sana. Wako watu wanatarajia ili waweze kuendelea kufanya wajibu wao, lazima ufanye maamuzi. Tunatamani kiongozi ambaye anaweza kufanya maamuzi kwa maslahi ya taasisi. Kwa diwani lazima una uwezo. Kama diwani, kama mwenyekiti wa WDC, fanya maamuzi yalikuwa sahihi. Maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Maamuzi ambayo yanahitaji kidogo unapata na tafakuri. Unafikiria. Sisi tunaelewana maskini. Tunaelewana ndugu zangu. Sifa nyingine tunahitaji kuwa na kiongozi mbunifu. Kiongozi ubunifu ndio aina pekee katika uongozi inayotofautisha na watu wengine. Yaani kiongozi mzuri ni yule ambaye ni mbunifu. Kwa mfano, diwani umekaa kwenye kata una miaka 20. Kata hii haina ofisi ya kata ya Chama cha Mapinduzi. Wewe ni diwani wako kwa miaka 20. Lakini unashuhudia kufanya ushawishi wa wananchi kupata ofisi ya kata. Wewe unafaa kuendelea kuwa diwani wetu kwenye kata hii. Wewe unafaa kuendelea kuwa diwani kwenye kata. Kwa nini tunakupanga dhamana ya diwani? Oye. Ubunifu. Usikubali diwani miaka 20 chama chako chenye heshima kubwa kabisa, na kimekupa na heshima na wewe ya kuwa diwani kwa miaka 20, hakina ofisi kwenye kata na wewe unang'ara. Na haujani. Hatuwezi kuwa na diwani wa sababu gani? Hiki chama ni kikubwa. Lazima na uonyeshe heshima. Ipo siku uonyeshe watu baya. Bahati mbaya zaidi unaweza kuwa diwani mwenyewe ndio kustahili. Kata yake haina ofisi.
Siku wanakuja wageni wanataka kutembelea kwenye ofisi ya chama chako kwenye kata, unakimbia. Unaona haya, huna ofisi. Hatuwezi kuandaliwa na sampuli ya namna hii. Ni hatari sana. Ni hatari sana. Na mnaona fahari wakati mwingine kuwa tunasema tuko watu. Mimi ni diwani sasa, ni mwaka wa 20. Leo tunatarajia mimi siku gani hivi? Ni sawa kwa miaka 20. Lakini chama kina maslahi gani na wewe miaka 20? Ubunifu. Fanyeni ubunifu ndugu zangu. Naenda kwenye kata au kwenye changamoto, saidia tatua changamoto hizi. Kwa sababu sifa ya viongozi, mtu anaweza kufanya ubunifu kutatua changamoto kwenye maeneo yake. Haitakuwa sifa kwa ngao langu la no. Hata ukate mmoja tu, lakini watu wanasema alikate mmoja, lakini wakati wa uongozi wake alifanya moja, mbili, tatu. Wakati wenzio wote walishindwa. Ndio wale wanataka kusema wanachama wetu na wananchi. Ninatukumba hii mpaka hata serikalini, unakuta mpaka hata watendaji. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Tunatamani sana kuwa na viongozi wa kitaifa. Lakini jambo lingine, viongozi lazima muwe na kipaumbele. Hiyo ni sifa ya viongozi nzuri, kuwa na kipaumbele. Nyinyi mnafanya kazi nyingi maofisini. Hii na wakupa sana viongozi wa serikali pia. Wako baadhi ya viongozi wa serikali wengine wanadhani akiwa na kazi nyingi zote lazima afanye yeye kama na usaidizi. Anahisi sehemu ya sifa kuonekana anafanya kazi sana. Kwa sisi watu ambao tuna basic za knowledge za uongozi, tunakuona wewe ni mshamba. Yaani sio sifa. Kiongozi mzuri ni yule anatengeneza watu wafanye majukumu. Kwa sababu pia wataka usema uwezo wako ni watu waliokuzunguka. Watasema tuna sampuli ya kiongozi wa sampuli gani? Kwa hiyo vipaumbele, una kazi 20 lakini unadhani hauna kipaumbele hata kwenye kazi moja, unataka kufanya zote peke yako, unakutana nazo. Hapana, wewe tutakuwa tatizo. Ndio tatizo. Wewe uko na orodha vitu 20 vyote unaona kwa vinastahili kufanya kwa wakati mmoja kweli. Ndio kuna matatizo. Lazima utoe kipaumbele kwa jinsi hii lazima hata kwenye miradi ya serikali. Lazima mseme kwa tunaanza kwa changamoto. Januari watoto wanafungua shule. Naomba tuanze na madarasa. Japo pia tunaongeza barabara. Sasa ukiwa unataka kuanza ndio tunakuwa na wasiwasi. Hivi inawezekana ungepata bahati ya kupeleka Mirembe, labda upeleke Mirembe na angalia hiyo basi yako. Haitakuwa ni sifa nzuri ya kiongozi wote. Kwa lazima uwe na taratibu ya kuwa unafanya kipaumbele katika uongozi, ili uweze kufanya ufanisi. Kila jambo unaloendea unatumia nguvu kuliendea kwa ufanisi. Watu wakija kuliangalia yes. CCM oyee! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Kidumu chama tawala! Tunawakumbusha tujue, tunawakumbusha jambo lingine ambalo naomba nikumbushe pia. Kwa sifa ya kiongozi yote mzuri ni kuwa na uwezo wa kuweza kutatua migogoro, kuwa na uwezo wa kutatua migogoro. Hili jambo linatutia aibu sana katika sehemu ambayo tunapata shida sana kwenye uongozi wetu. Ni jambo la uwezo wetu mdogo wa kutatua migogoro ya watu wetu. Tumeshindwa kutatua migogoro ya watu. Tatizo kubwa sana kwa viongozi wetu wengi kwenye ngazi hizi za uongozi. Viongozi wengi wanakimbia migogoro. Matokeo yake ni wanakuja viongozi wakubwa na sasa wanasema mgogoro ambao kwa anaweza kutatua. Sasa wakisema kwa unaona kama wanashtaki. Hawajashtaki, mgogoro umeshindwa kutatuliwa, unaona kwa muda mrefu. Kwa hiyo wanaona viongozi wakubwa wanatatua. Sio mbona leo hata waziri mkuu akipita, si ndio?
Anatatua mpaka ndoa za watu maskini. Tumeona basi na mgogoro na kuhangaika msio. Kwa sababu uwezo wetu mdogo wa kutatua migogoro, lakini tuna uwezo mkubwa sana wa kutengeneza migogoro. Kwa hiyo tunaongoza kwenye kutengeneza migogoro, lakini uwezo wa kutatua migogoro hatuna. Ndugu zangu, ndio dhamana ya uongozi. Hauwezi kupata sifa kwenye uongozi kwa sababu wewe ni nani. Kwa sababu ukitokea unapendeza sana. Utapata heshima ya uongozi kwa kuweza kushughulika na shida za watu, kuweza kutatua changamoto za watu. Ukiwa huna uwezo wa kutatua changamoto za watu, wewe utafanya chama kinatukana kila siku. Alifu kama tumepeleka watu viongozi ambao hawana uwezo. Wanateuliwa mpaka viongozi wengine wa serikali. Pia unakuta muda mwingine mpaka tunapata aibu kwamba hata huko. Mimi nikiwa katibu wa wilaya mara nyingi nilikuwa nagombana na DC. Tunagombana sehemu moja. Ambaye DC wote vyombo vya ulinzi na usalama. Ni kwa nini kila mwenge ukija unapenda kushika tu hapa? Alafu DC umesema unaangalia mara 4, mteteo unaangalia mara 4 mara 5. Alafu ndo maiki yao na. Kwa nini? Anakuja idadi ya mwenge anadharau yule anapiga mguu. Tapo ndio kitu kimeromoka. Sinki ya katika. DC akipita na timu yake kwa zaidi ya mara 4 mara 5 anakabuli pale. Anakuja idadi wa Salomo ngapi ile gap hivi. Alafu anakataa mradi mzima. Ni kuzalishana. Kabisa mimi siwezi kwenda mbele. Wote ni sana. Nenda kwa dharura na siwezi kukutana. Kwa sababu hii ni kuvunjia heshima. Hayo sana. Maana tunaonekana wote tunashindwa kufanya wajibu wetu kusimamia mradi. Lazima muone aibu. Ukipewa kipande cha kusimamia kama kiongozi, una aibu ukiona watu wanakudhalilisha. Lakini kuna watu viongozi bora comfortable kabisa. Sijui ndio tuko nao. Tuombe Mungu atusaidie. Sehemu ya pili na kuzungumza kidogo diwani kama mwakilishi. Diwani unawakilisha watu waliokuwa dhamana kwenye kata kwenye maendeleo yetu. Tengene kwenye baraza la madiwani. Kuwakilisha kero za wananchi. Kwenye kata yako kuna 1, 2, 3. Ndio maana unaitwa mwakilishi. Kwa ajili ya kwenda kusema zile kero za wananchi zilizo kwenye kata yako kupeleka kwenye baraza la madiwani. Tusaidie diwani kusimamia, kueleza zile kero vizuri kabisa kwenye baraza. Na hapa ni kitu kimoja na ndugu zangu. Mwishoni inawezekana muda kama utoshi, wakumbushe kitu kingine. Ukiona diwani una kero nyingi, na ukiona kila unapokwenda kwenye baraza labda uenda unaona kama uwezo wako wa kusikiliza ni mdogo, sisi kwa haraka tunachojifunza kwamba tuna diwani hana uwezo wa ushawishi. Anashindwa kushawishi baraza kuunga mkono hoja yake. Usikubali kwa liona mwenyewe. Sifa ya kwanza ndio anajijengea uwezo wa kuwa na uwezo wa ushawishi. Na uwezo wa ushawishi ndio una uwezo wa kujenga hoja. Usiende tu kwenye baraza. Tatizo sasa hivi kwenye baraza watu wanaenda kama mwakilishi. Kwa sababu kuna posho basi akienda haja anaenda. Alafu kwenye kikao tunamwona kianza hoja anakusha mkono. Madiwani wengi wanatutia sana. Kuna wakati unasikia hoja inasema na diwani kwa Chama cha Mapinduzi mpaka unataka kuingia chini ya meza. Watu wanakumbuka kwenye kujenga hoja usiku unaogopa kabisa. Hawa watu walitoka wapi? Mpaka kuna mmoja tunauza nini? Sisi kweli tulipitisha yote. Tunasema ndio tulipitisha nini? Yengeni utaratibu wa kuwa madhubuti, tulieni kwenye mnapoingia kwenye kikao. Ili muwe na uwezo kujenga hoja vizuri. Pate taarifa za kutosha. Ili muweze kupata nafasi ya wakuwa kweli ni watu mnaowakilisha watu wengine kwenye mabaraza. Sisi tunaelewana maskini. Jambo lingine ni kuongoza watu wetu kwa uadilifu. Diwani mpaka dhamana pale pale wananchi.
Tunasema kwa uadilifu kwa maana moja au nyingine. Inawezekana kuna wana CCM na ambao sio wana CCM. Ukipewa hiyo dhamana ya